Niombe sasa nikaribishe baba makamu askofu mkuu our father ili aweze kusema nasi baada ya hapo tutakuwa huru kuendelea. And after that we'll be free. Makofi mengi sana. Let us put our hands together as he's coming. Makofi mpaka anapofika hapa. Put your hands together as he's coming. As he's up here on the podium. Now we can take our seats. Our beloved director of Alpha Tanzania, our beloved leaders of Alpha from Kenya, and also from South Africa, our bishops of Tanzania who are in our midst, to all the young people who are here, I greet you in the name of Jesus Christ. I greet you in the name of Jesus Christ. Thank you very much. Thank you very much. I really thank God for allowing me to be in this conference. Because I know it's a conference that can equip us to lift youth to become totally different. So therefore allow me to thank God. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you've prepared. I ask for you to bless these few words that I'm going to share with you. In the name of Christ Jesus. Amen. My name is just like the way I've been introduced. It is true that I invited Alpha in my church. After I came to know the director, then I said, please, would you come and share with us what it is all about to do with Alpha? And as he taught in my church, I saw that it's a tool that can do great things to our youths. And because of that reason, I've been invited also to be in this place. Blessed be the name of the Lord. First, at this point of time, I'm not the preacher. I was really blessed by the preaching of our chairman of CPCT. He has used short time, but he has brought food that can work with us for 2 months. It is food that was heavy. I'm going to share with you why to reach out to the young people. It's a meditation that I've been pondering on why Alpha has really targeted the young generation. Then I found the very first answer. That is found in the book of Genesis chapter 8 verse 21. I really tried to search out why young people. And for the young people who are here, I'm really blessed to see you. You might understand yourself why you're in this place. It is a special privilege indeed. Let us look into the book of Genesis chapter 8 verse 21. Chapter 8 verse 21. I'm going to read. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni,
sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Sentence ambayo imenivuta sana. The sentence that caught my attention really here. Kwamba mawazo ya mwanadamu, that man's imagination, mawazo ya moyo wa mwanadamu, for the imagination of a man's heart, ni mabaya tangu ujana wake, is evil from his youth. Akatambua Then sasa I realize now kuna umuhimu there is a need and ya necessity kuwafikia vijana. to reach out to the young generation. Tuko pamoja? Are we together? Kuna umuhimu wa There is kuwafikia an vijana, importance to reach out to the young people, maana chanzo cha mawazo mabaya because the source of evil thoughts and imaginations kinaanzia tangu ujana. starts from youth. Tuko pamoja? Are we together? Unajua kanisa, You know, the church, tunaweza tusielewe vijana, we might not be able to understand the youth. tunawaona, We just see them. lakini shetani But the devil, anaelewa sana umuhimu wa indeed, he vijana. understands the importance of the young people. Kanisa likiweza kufanikiwa kuvuna roho za vijana, If the church will succeed in harvesting the souls of the young generation, tutakuwa na kanisa lenye nguvu we will really have a vibrant and a strong church leo, today, kesho tomorrow, na kuendelea. and years to come. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Kama shetani aliweza kupanda mbegu kuanzia ujana, If the devil was able to sow a seed from youth, basi sisi tuanze kupanda mbegu wakiwa vijana, so let us also start sowing seeds to the youths while they are young. ili kuwa na kanisa lenye nguvu We will have a strong church, na ili kuwa na taifa lenye nguvu. and so that we will have also a strong nation. Nimegusia kidogo kwamba I'm just shetani touching it. anaelewa umuhimu wa vijana I've just touched to say that the devil knows the importance of the youths, na anapenda kuwatumia and vijana, he likes to use them. na shetani akikamata vijana wawili tu And once the devil gets hold of only 2 youths, anaweza kufanya uharibifu mkubwa he can katika cause kijiji great destruction in a village au katika mtaa. or in the streets. Wawili tu Only 2. wanaweza kufanya mtaa watu wasilale. They can cause the street people not to sleep in the neighborhood. Kwa nini? Why? Nitakuonyesha huko mbele. I will show you as we continue. Ninaomba wachungaji na maaskofu wenzangu tulioko mahali hapa, I request, my dear bishops and pastors who are hebu here, tuyakamata haya maono let us ambayo get ndugu hold zetu of hapa this wanayalenga vision kwetu. that the people of Alpha are bringing to us. Mimi natoa kama utangulizi I'm tu, just giving as an introduction. lakini najua wapo wanenaji But I hawa, know there's some speakers, wakurugenzi wa Afrika wa the Alpha. directors, the regional director of Leo Africa of Alpha. tutapata mambo ya muhimu mno We need mno. to hear more. Jina la Bwana Blessed libarikiwe. be the name of the Lord. Nilipoendelea As I continue kutafakari, to meditate, nikasema sasa, I said, now, kama mawazo ya mwanadamu ni mabaya tangu, if the thoughts of a man are evil from youth, sasa itakuwaje? then how will it be? Nikapata andiko tena katika Zaburi Then I found a scripture in the book of Proverbs, 19 Psalms, Zaburi Psalms 19, mstari ule Psalms 19, wa 9, Psalms 19:9. mstari ule wa 9, 119 Zaburi samahani, Psalms 119, na mstari ule wa 9, verse 9. Biblia inasema, The Bible says, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake, how will a young man purify his ways? kwa kutii, By obeying, akilifuata neno lako.
following your word. David, mwandishi wa Zaburi nyingi, the author of many psalms, na Daudi alikuwa amemjua Bwana akiwa kijana. And David came to know the Lord while he was still young. Sasa anaelewa ujana ulivyo. Now he knows the youthful life. Na baba askofu na nyinyi mlikuwa vijana. Bishops, even you were, at a point of time, you were youths. Si ndio? Isn't it? Mbona mnitikia? How come you're not responding? Isn't it? Sisi ni vijana wa jana. We are youths of yesterday. Lakini tunazungumza habari za vijana wa We are leo. speaking about the youths of today. Daudi anauliza, David is jinsi asking, gani kijana aisafishe njia how yake? will a young man cleanse his way? Maana njia ya kijana ina miba. Because the way of a young man has thorns. Njia ya vijana ina mapito magumu The sana. ways of young people have a lot of troubles. Leo hii vijana wana mambo magumu sana. Today young people are facing very difficult things. Kushinda ujana iko shughuli. To overcome youthful life, it's something. Ni namna gani sasa? Now, Akatoa jibu. then he gave a good answer here. Na nyinyi vijana mlioko And hapa. if you young people who are here, Na nyinyi ambao and mtakaosikiliza for those of you kupitia who media. later on you hear through different medias, Naomba mnisikilize I ask vizuri. of you to lend me your ear. Hakuna njia nyingine. There is no other way. Wala si viboko. And it's not by strokes. Wala si And sheria. it's not by law. Wala si kwa And ukali. it's not by being harsh. Kwa kutii, It is by taking heed, akilifuata neno. following the word of God. Hapo kijana Then anaitengeneza njia a young yake. man will prepare his way, Anaitengeneza kesho yake. prepare his tomorrow. Niwaambie vijana Let nyinyi. me tell you, young people, Kesho yenu your tomorrow, ili iwe so njema, that it will be good, nataka nikusihi I want to beseech you, pamoja na elimu, together with your education, bila kutii without obeying na kulifuata and neno la following Mungu. the word of God, Nakwambia elimu I'm telling you, your education nayo itafeli. also will fail. Ufahamu au utajiri wa Your baba, understanding or your father's richness, nakwambia I'm hautakusaidia. telling you, it won't help you. Lakini njia hii, But this way, nakwambia utanyosha njia yako, you will itakuwa njema, straighten your path and it will be na good. kesho yako And itakuwa your tomorrow njema. will be good. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Kumbuka ujumbe unasema kwa nini vijana? Remember the message is saying, why youths or young people? Kumbe hawa vijana Now, these young people, wanahitaji kuonyeshwa njia, there is a need to na show wao them the way. wanaonyesha njia vijana But wenzao. also then they can go and show their fellow youths the way. Tutakamata vijana wa We will Tanzania get hold of the youths of Tanzania, na watakuja kuwa raia and wazuri they will come to be good citizens kwa namna ambayo sio ya in kawaida. a way that is not normal. Katika Zaburi ile ya 11 In Psalms 11, Biblia inasema, the Bible says, wewe kijana you young man, ufurahie ujana wako rejoice in your youthful life, na moyo wako and let your hearts ukachangamshe siku za ujana wako. to make joyful your youthful days. Hapa anapozungumzia kufurahia moyo wako, Here where he talks to be gladness hakuna in your hearts. kufurahisha moyo katika mambo ya dunia, There is no gladness, making gladness to your heart kwa through the sababu things of the world. dunia pia nayo ina mambo ya Because kufurahisha also moyo, the world has things that can please your heart, lakini inaweza isikutosheleze. but it might not satisfy you. Moyo wa mtu Your heart, the heart of a man, unahitaji kitu ambacho it's something that is, kikikaa kwenye moyo once huo it comes in that heart, kitakusaidia it wakati will wa raha, help you in the times of joy, kitakusaidia wakati wa taabu, it will help you in the times of trouble, kitakuwa na wewe katika it will mazingira be together yote. with you in all seasons of life. Nilisoma hadithi moja, I read one story. jamani, ilikuwa ni hadithi. It was just a story. Inasema hivi, I'm saying like this. siku moja kuna mfalme alifanya sherehe, One day there was a king who made a party, held a party. na ile sherehe ilikuwa kubwa And sana. that party was really grand. Alialika wafalme He wenzake invited his fellow kings na wale maafisa wote wa serikali and yake, all the officials from his government. wakanywa wakafurahi. They drank and they rejoiced. Yule mfalme akatafakari, Then the
king pondered, yaani nimefurahi kiasi hiki. I've really been this joyful. Ni namna gani nitapata kitu kitakachoweza kunisaidia wakati wa furaha kama hii? How then will I find something that will help me in times of joyful and gladness like this? Na wakati ambapo nitapita kwenye machungu, And in times that I will go through difficult and sorrowful moments, nitapata wapi? where will I get? Akauliza kwenye kusanyiko hili, Then he asked in the midst of the congregation, nani anaweza kunitengenezea kitu who is able to prepare for me something ambacho nikiwa nacho that once I have that thing, wakati wa raha, in the times of joy, basi nikikitazama if I naendelea just look into kufurahi. it, I will continue being joyful. Wakati wa taabu, In the times of difficult moments, if nikikitazama I just napata look into it, furaha. I will receive joy. Unaenda lengo la mfalme huyu, You know, the purpose of this king was hakutaka abaki na raha, he na wanted to furaha, remain furaha. with joy and float over there with joyful and gladness. Nadhani hata sisi And I tunatamani think hivyo. also for us, we desire it like that. Unatamani ule wakati mgumu. Do you desire the difficult times? Kwa kweli wakati mgumu hakuna anayependa. Nobody loves difficult times. Wakati wa kilio, In the times of sorrow, kwa mourning, kweli upende. no, you don't love it. Basi watu wakasema, Then people say, itawezekanaje mfalme? how will it be, O king? Na mfalme akatangaza, kama kuna mtu atanitengenezea kitu cha namna hiyo, And the king declared, if somebody will be able to create and make something like that, nitamzawadia kwa namna ambayo haijawahi tokea. I will reward that person like never before. Basi wakatokea wanasonara, Then some people came there. wale wanasonara wanatengeneza pete, The jurors made a ring. wanatafuta maneno ya kuandika, wanashindwa. They tried to look for words to write, they failed. Akatokea kijana mmoja One young man came over. ambaye bila shaka kulikuwa kuna ufunuo ndani And yake. I believe without a shadow of a doubt, there was a revelation in him. Akaenda akatengeneza pete yake. Then he went and made a ring. Ile pete akaandika maneno. And in that ring, he wrote words. Maneno yalikuwa machache tu, akasema The words were few. They say like this. na haya nayo And these yatapita. also will pass. Waliweza. Blessed be the name of the Lord. Basi baada ya siku mbiu ikapigwa kukutana kwa mfalme. Then after some days, a call was made for people to meet at the palace. Watu wakaja na maneno People mbalimbali. came with different words. Akatokea yule kijana. Then that young man came forth Akamwambia and mfalme, he said, "Oh king, mimi nimepata maneno. I found some words." Yapi? And he said, "Which are those words?" Akamwambia hii pete hebu He ivaa. said, "Can you wear this ring? Can you put it on?" Alafu akasema And isome. he said, "Can you read it? Akasema na haya yote yatapita. And these two shall pass." Sasa mfalme akasema So na he maana. said, "What do you mean?" Akasema He said, mfalme, "Oh king, kipindi ambacho tutakuwa kwenye sherehe kubwa na furaha kubwa. in a moment that will be in a grand celebration with full of joy and merry. Ukisoma hii If pete you read this ring, inakwambia na hayo it nayo tells you also this shall pass." yatapita. Kipindi ambacho tutakuwa kwenye magumu, In a moment that will be in magumu. a very, very difficult season. Hata kama ni msiba wa Even kufiwa na if malkia, you have lost your queen, soma hiyo pete. read that ring. Na haya nayo These two shall pass. mkutano mzima ukapiga makofi. The entire congregation, they clapped their Na hands. mfalme And the king akasema, hakika hii said, pete, "This ring, haya maneno these words, yanatosheleza katika hali zote. they are fit for all seasons of life." Ninajua na ulimwengu sasa hivi And I know even in today's ninajua world, kila mmoja hapa I know sasa each and every one of us here, anatamani kuwa na kitu ambacho kitakuwa kinaweza kumliwaza that wakati will be wote, able to satisfy him in all seasons of life. na kitu hicho sasa And ni that Yesu. thing is Jesus now. Jina la Bwana Blessed libarikiwe. be the name of the Lord. Yeye yuko katika He's majira yote. there, he's there in all seasons. Wakati wa baraka na In the kuambia seasons of ubarikiwe. blessings, he tells you be blessed. Wakati wa magumu In anasema the jipe seasons moyo. he says encourage yourself, take heart. Wakati wote. In all seasons. Kwa hiyo nafurahi So sana I'm happy, I'm truly happy. kwa ajili ya ndugu zetu wa Because of Alfa. the beloved of Alpha. Wanataka kupeleka kitu cha namna hiyo Takes such kind of a kwa feeling vijana. to the young people. Na nyinyi vijana And you mlio know wako hapa, who are here. ni wakati mzuri
sana. is a wonderful time. Na leo tutapata nguvu zaidi ya kuwafikia vijana wenzetu. Equipped on how to reach to our fellow young people. Kuwapelekea kitu To ambacho take to them something kitasimama nao that will stand kwenye together mazingira in yote, all kinds kwenye of raha, things, in joy, kwenye tabu. in pain. Nyinyi vijana ni wa muhimu. You are really important. Ndio maana That is why Mungu anatengeneza kila njia ya kuweza kuwafikia. making every way to reach out to you. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Hizo mbaya. Before the evil days appear. Mungu. So God, not that you have forgotten, Uyanza wa kumtambua Mungu to recognize God katika ujana wako. in your youthful life. Ndio maana Alfa That is wamekuja why Alpha has come ili kukusaidia to kijana. help you, young man. Na Alfa wamekuja Alpha has come ili kutuhamasisha viongozi, remind us and sensitize us kuwasaidia vijana wetu our young people katika nyakati hizi this season wawe na wakati mzuri, they will have a wawe wonderful na time Bwana, so that they will be together with the Lord. wakumbuke katika masomo yao, Their education, katika maisha their yao, lives. wakumbuke. When I gave my life to Jesus, Nilikuwa kijana na mimi. I was young, so Sasa sikujua kwamba wokovu I didn't know that salvation, unaweza ukampata hata mzee. it can also, somebody who's old also can be born again. Kwa sababu mimi nimezaliwa kijijini Because I was born in a village, na nilichokuwa naelewa and what I used to know mzee is wa that an old kijijini person there in the village, kazi yake kubwa, his greatest work, kama sio mchawi, if he's not a witch, a wizard, basi anajua dawa za kienyeji. but then he knows the local medicines. Na wakati ule wa ujana huko nikiwa nyumbani, And at that time when I was young back in the village, nilipata tatizo, if I got any big problem, nakimbilia kwa mzee. I would run to an old man. Kuna wazee wanaofahamika pale. There's some old people that they are known, famous in the village. Na hata kijiji And kinakimbilia even the huyo. entire village, they run to that man. Those Kwa hiyo mimi nilielewa kwamba So I wazee ndio kazi understood zake. that those are the works of the old people. Sasa mkabana na kazi zile Now, wanazozifanya. because of that, those works that they were doing, Mimi sasa nimeokoka, now I had given my life to Jesus. nimesoma na maandiko And I've read the scriptures. na wazo yangu nikaambia wazee hawezi kuokoka. My understanding came out. Old people cannot be born again. I saw like it is really difficult. Sasa akaja mzee. So one old man came. Bibi kabisa. A really great man. Mchungaji akampa kuhubiri. Then the pastor gave an opportunity to preach. Akasema, And then she said, Bwana, my beloved young people, nawaonea wivu. I really envy you. Nawaonea wivu I wana. envy you, my young people. Yesu amewaokoa Jesus has saved you vijana. while you're still young. Kwa kweli Truly, mnaneema. you have grace. Mimi shetani amekamua nguvu zangu The zote. devil has taken hold of all of my strength. Yesu akaja kuniokota Jesus has jalalani. come and picked me from the dark garbage Na bin. siku zangu za kuishi And my zimekwisha. days to live are few. Lakini But ninyi you young people, mna neema. you have grace. Mna nafasi ya You have an kumtumikia. opportunity to serve God. Maana mna nguvu. Because you're still full of strength. Unajua wakati nilikuwa sijasoma hata I maandiko had haya. not even read these scriptures. Mimi nilishangaa I was amazed and na puzzled. kuangalia yule And bibi. I was staring at that grandma. Nikasema Allah, mimi nina neema. So I have grace. Kumbe mimi nina nafasi ya kumtumikia Mungu. This is an opportunity to serve God. Nikaanza kuwa na shauku Then I started having a burning desire. kwamba shetani hata That the nikamua devil has kabisa. not taken all of my strength yet. Yesu ameniwahi. Jesus has come early to rescue me. Nataka niwaambie vijana Yesu anawawahi. Jesus is coming early to rescue you. Kabla hakujafikishwa pabaya. Before you've been taken to a bad situation. Leo najivunia. Today I am proud. Niko kwenye kundi la That wazee. I am among the old people. Lakini nguvu zangu zimekamuliwa But na my nchi. strength has been sucked out by Jesus. Kamuliwa na They've been nchi. sucked out by Jesus. Kuwaleta watu kwa Yesu. People to Jesus. Kwa hiyo sasa So ninafurahia. I'm really joyful. Na ndio maana nasema vijana, I'm saying, young people, maneno haya these words, kumbuke muumba wako. remember your Creator. Siku hizi za ujana wako Days while you're still kabla young, hasijaja the siku evil days zilizo will mbaya, come. siku ambazo huwezi kwenda Days that you cannot be able huwezi to go out kusafiri, to travel. huwezi yani
kamera zinaona these days, even my son has seen them, but I'm trying to seize them and stop them. Hallelujah. Na nina ujasiri wa kuzikataa. And I have the boldness to reject them. Katika Isaya 41 anasema, In Isaiah 41 it says, atakurudishia ujana wako kama He tai. will renew your youth like an eagle. Na ilibidi nifanye utafiti kwa nini Biblia inazungumzia ujana kama tai. And I had to do a research. Why is it speaking about renewing your youth like an eagle? Niliposoma nikagundua When I read and studied, I came to realize that an eagle, anaishi miaka 70 na he yeye. lives also 7 years lifespan. Lakini But akifika miaka 35 when he reaches the age of 35, tai wana anakwenda kwenye milima an yenye eagle nyama. soars high on the mountains Alafu anakaa kwenye pango. and he stays in a cave. Sasa hapo anataka kubadilisha ule uzee Once kwa miaka he transformed 35 at 35 years of oldness, ili arudi kwenye so ujana. that his youth will be renewed. Nataka nikwambie, You want me to tell you? You want me to tell you? anasema anaanza kazi And he says he's beginning at work. anaanza kupigiza kwenye miamba, kwenye mwamba, Hammering himself kwenye mdomo. with the beak. He hammers the beak on the rocks. Anapigiza He hammers the beak. kabla ya kupigiza ule mdomo, Before hammering the beak on the rocks, ndio kwanza anapigiza ule he hits the rocks with his beak mpaka unachubuka. until it peels off. Nyinyi wa bantu wenzangu, nyinyi si mnajua You must say, kichwa cha kuku kile ukichemsha kwenye maji. You know when you're boiling the chicken, the mouth, you know the upper part comes out. Sasa So he normally picks it out. maana mdomo ule wa tai ni kama biki fulani, yani kuna kitu kama ndoano. Because the mouth of the eagle, it has like a hook. Moyo He removes all of it out. alafu anakaa And then he sits. siku 50 50 days. unaota mpya A new one comes forth. mpya kabisa. True new one. Anaenda anachukua hatua ya pili, He takes the second step. anaanza kunyonyoa He manyoya. starts peeling off all of his feathers. Jinsi unafahamu unapotaka kunyonyoa kuku, You know, if you want to unachemsha maji chicken, you just boil water and you drop the unapotoa chicken, namna hiyo unapuruji. and then you start removing them. Sasa Packing yeye them anachemsha out. maji, He doesn't boil the water, the eagle. anakunywa ule He mdomo uses the new mouth. He ana plants off all the sasa feathers kama kuku aliyenyonyoa until he tayari looks like a chicken. katakata, alafu anakaa tena, Then he stays. yanaota mabawa mengi. New feathers come out. Baada ya hapo After that, anaanza kunyonyoa zile kucha kwenye he miguu. starts removing the nails. Kucha zake zina nguvu, anaweza kukamata digidigi The nails akaondoka are really strong. He can pick an animal and lift it up. kwa ule mdomo mpya, anakwangua With the new kwangua, one, ana he zinachomoka pulls zile all of kucha, them out. All the old. anakaa tena, He stays again. zinaota. The new ones grow. Aha, sasa ana mbawa mpya, He has new wings. ana Feathers. mdomo mpya, He has a new mouth. ana kucha mpya, He has new nails. manyoya mapya. New feathers. Siku zimetimia, anatoka nje Days ya of fall, he pango, comes out of the rock. He anajipigapiga namna hii, hits himself. anajikuta sasa ana nguvu, He finds himself that now he's strong. anaruka huyo. He flies out. Sasa ana ujana tena wa kukaa miaka mingapi? Now he has a youthful lifespan of Miaka 35 tena. 35 more years. Aha, ndio nikaelewa. Then I realized Andiko la Isaya the 41. Isaiah 41 scripture. Ngoja niendelee. Let me continue. Nimesema na mimi nataka kumuita Bwana ili makusudi anirejeshee I ujana. said I want to also call the Lord so that He will renew my youth. Anasema hivi, nawaandikia ninyi vijana. It says, I write unto you, Akatoa young sababu. people. Then he said, this is the reason. Nawaandikia ninyi I'm vijana. writing to you, young people. Leo unaweza kusema na wahubiri ninyi vijana. I say today, I'm preaching to you, young people. Na sababu tatu. I have 3 reasons. Lakini John alikuwa na sababu 4. But John had 4 reasons. Akasema sababu ya He kwanza, said the first reason, mmemshinda yule mwovu. you have overcome the wicked. Alikuwa anawaandikia wale He ambao was writing to those who were already walikuwa hawajakutana na Alfa, had not met with Alpha, lakini walikuwa wamekutana na Injili, but they had met, encountered the gospel, wakawa wameokoka, and they were
Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Mmemshinda yule You mwovu. have overcome. Sababu ya pili, The second reason, anasema kwa sababu mna nguvu. he says because you're strong. Mstari wa 14. Verse 14. Sababu ya tatu, The third reason, anasema neno la Mungu linakaa ndani yenu. he said the word of God abideth in you. Vijana, neno la Mungu likae ndani yenu. In you. Jamani, amina. Na hawa vijana walikuwa wanaandikiwa, naona And ni this kweli is walikuwa what we wamemshinda yule mwovu. truly they had overcome the enemy. Jina la Bwana Blessed libarikiwe. be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Kwa Lord. hiyo mimi leo nasema So na I today am saying to you, tuna conference hii ya we Alpha have this Alpha kwa conference sababu because tunajua miongoni mwenu wapo ambao wamemshinda Mungu. there are some who have overcome. Tunajua mna We know nguvu. you're full of strength. Tunajua We know that, and mnaweza kuliweka neno you la are Mungu able to keep the word of God in na you mkalijua and vizuri. to know it well. Sasa ni wakati wa sayansi na It is teknolojia. science and technology. Hatutembei na Biblia sana, lakini We don't have much of the tuna Bible, simu but ambazo we have our phones. kama kweli umebadilika, And truly if you're itakuwa changed, chombo it will kizuri be a good cha tool kufikia vijana to wenzao. reach out to your fellow young people. Amina. Amina. Jamani, hizi simu sio za kutumia mambo ya mipasho. These phones are not to use it for only some Hivi purpose. ni vyombo. Those are tools. Aliposema maarifa yataongezeka, Knowledge will increase in yanaongezeka namna ambavyo tunaweza kuwafikia wenzetu. reach out to our Na fellow. watuma nyinyi vijana, Sending you young people. hebu tumieni teknolojia hii Use the vizuri. technology well. Haleluya. Hallelujah. Ndugu zangu, My beloved, ninashukuru kusimama mbele yenu. I'm really grateful to stand before you. Nafurahi sana. Nashukuru sana mkurugenzi Thank you very much, wa Tanzania kunipa nafasi hii na Director of kunisaidia. Alpha Tanzania, to speak also. Nimeona nifupishe hotuba yangu I said niishe that I hapa. should make sure my preaching to end here. Na Paulo anathibitisha kuhusu ujana wenu. And Paul was emphasizing Anasema the mtu sin about yeyote his asimdharau youth. He ujana says, wako. let nobody despise Na you. sisi wachungaji tunaweza kuwafanya vijana As pastors, tukawatengeneza ili ujana wao we usidharauliwe. can create and we can mold the young people so Mungu that awabariki their sana. youthful life will be small. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you very much for listening to me. Naomba tusimame. Can we stand on our feet?